Nimeshika maiki mwenye, lete na hiyo. Lete na hiyo. Kama Dube kaweza kutia trick leo, kwa nini mimi nishindwe kushinda maiki? Ni Dube ni Depu. Depu hatari, steka kutoka Ulaya hilo. Tumesajili na tumetia hela lakini hamjaongelea hiyo. Wanasema mechi ndogo. Mechi ndogo. Haya, ile tulompiga mtu goli 5. Sasa ile sawa kuepo. Ya 3 juzi. Wanakompea na dabi. Bado hamjasema. Sio mimi sasa. Yaani bado hawajasema bado. Tatizo, ngoja nikwambie kitu. Simba wana wivu. Yaani Simba ana sifa kweli za kuwa mai, kwa sababu ana wivu kweli kweli, kwa sababu yaani kitendo cha kuona mwingine anafungwa 5, mwingine anafungwa 3, mwingine anafungwa 7, anataka afungwe yeye. Yaani anatamani angekuwa yeye. Hiyo ndio shida yake mai wetu huyu. Haridhiki. Hata umfanyie nini haridhiki Simba. Yaani anatamani hizi Depu leo angemfunga yeye. Ndio furaha yake. Kwa anapoona kwamba leo Depu hajamfunga, basi roho yake inamuuma, roho yake yani inamsukutuka. Kwa nini mai? Waachie na wenzako waonje utamu. Sawa, ushakuwa mgea utamu, lakini sio kila utamu wa kuonja wewe. Utamu mwingine unawaachia wengine waonje, wakina Polisi, kina Singida, kina Dodoma. Wewe unawashindwa, mimi acha niwape utamu. Baraka leo Okello anaongeza, endelea kuiboresha akaunti yake ya magoli. Unazungumziaje? Tuliwaambia mimi na uliniambia Singida kule tuliongea. Nikakwambia Singida huyu mtu ndo ameanza. Na bwana, haya watu wakianzaga hawanaga kupumzika. Si unanielewa? Yani kama vile watu wa West Africa kule mijitu ya kule, unajua ilivyo. Yani ikishaanza cha kwanza, baba break hapo rafiki yangu una 6 una 5. Ndio kinachowakuta. Sasa huyo Okello ilikuwa swala la muda. Yani haiwezekani Yanga Afrika yani engineer akodi private jet amchukue Willy Shomoki amwambie twende tukapige picha Uganda nzima, tukapige picha wote mpaka wale marais wastaafu wa Uganda, halafu mchezaji aje hapa ashindwe kufunga. Hiyo sio kweli. Kwa hiyo ilikuwa swala la muda tu, kwamba akianza anataka kuanziwa tu. Na ndio maana Dube alisema siku ile, hawa vijana ni watu wakubwa, ni wachezaji wakubwa, wanahitaji mwanzo tu. Kaanza Singida, tunaendelea sasa hivi tulipoishia. Buba Jabeli, winga maestro, anatukumbusha mbali yule mtu, kile kibelenge baba. Kama umevaa pempasi rafiki yangu hujafungwa nepi zile za enzi zetu, baba inadondoka. Yule ndio Buba Jabeli. Hatari. Lakini wanadai mimi namuita Buba Jabeli. Kwenye ligi mpole. Ngoja nikwambie, Yanga tumegawana. Yanga tuko hivi, tunajua NBC ya kwetu, CRDB ya kwetu. Kwa hiyo wamekaa wachezaji wetu wakadiscuss, wakaona hapa inabidi tufanye mgawanyo wa majukumu, specialization. Wewe Buba, dili na CRDB, hakikisha inabaki kwenye mikono yetu. Depu, dili na NBC, hakikisha inabaki kwenye mikono yetu. Dube, hakikisha CRDB na NBC zote unazilisha. Alafu Okello, hakikisha wewe hueleweki. Unatokea wapi? Ukitokea kulia mtamu, kushoto mtamu. Muhimu makombe yote ya msimu mzima tuyapate. Hiyo ndo Yanga Afrika. Match back to back pengine aziumize kwa namna yote. Ndio maana mimi nilisema Singida, kama kuna uwezekano Yanga ipangiwe asubuhi na jioni. Mlikuwa mnatamani kutupangia vikosi mnavyotaka nyinyi. Leo tumepanga kikosi ambacho hata mjakitegemea. Madhara yake mmeona, mtu kala 7. Sasa je, tunawauliza bado mnataka tuwapangie vikosi ambavyo nyinyi hamjavitegemea? Yanga haipangiwi kikosi, kila mchezaji aliyekuwepo Yanga ana standard na quality kubwa. Kwa hiyo ni sisi maamuzi yetu. Sisi tunapanga dozi kulingana na mtu anayekuja. Si unanielewa? Tunaelewa katika hii ligi hatutaki kuogopa, watu inabidi wacheze na sisi. Tunapopanga vikosi vya kutishia ndio matokeo yake kama haya. Mmemtaka Casemiro leo kaweka chuma. Mmemtaka Buba kaweka chuma. Mmemtaka Okello leo katia chuma. Mmemtaka Depu leo katia hat-trick. Hiyo ndo Yanga Afrika. Lini mtaacha kutupangia vikosi? Wachambuzi, lini mtaacha kuifundisha Yanga Afrika ichezeshe wachezaji wa aina gani? Kwa sababu Yanga mkielekeza, madhara yake ndo haya, yanawakuta Polisi, yanawakuta Singida, yanawakuta Dodoma. Hayo ndo matatizo na anamkuta mtani. Baraka baada ya game na Singida alizungumziwa sana na leo tumemwona benchi Farid Musa. Farid Musa Maliki, yule mchezaji wa daraja kubwa. Ili ujue kwa Mayanga kubwa lazima uwe na wachezaji wakubwa kama wale. Yaani wanakuwepo. Semaji, asalamu alaykum. Nipo bwana Semaji. Asante. Nimeambiwa niendelee kunguruma na Ali Shabani Kamwe, Semaji la muda wote. Yule Farid Musa, msichokijua, yule yupo pale kwa kazi maalum. Ni mchezaji ambaye ana daraja kubwa mpaka kubwa tena. Yaani kuna namna tunatamani kumuingiza, ila tunaona kabisa kwamba kuna madhara makubwa yatasababishwa. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tunasubiri kuna namna ambavyo sisi tunataka tumchezeshe. Sio mtupangie nyie. Yanga tuna wachezaji wengi sana. Msituforce tuwachezeshe wote, tutaua watu.
Watu leta timu kucheza na Yanga. Leo mmeiona leo, hamjamuona sijui Mwamnyeto, hamjamuona Dickson Jobu, hamjamuona Shabalala, hamjamuona shida wakina nani Waduke Abuya, kina Maxi, watu wamekula nane. Bado mnaendelea kuipangia Yanga. Baraka kamati ya masaa 72 kana. Sintajie bana. Usintajie ni ya watu. Kamati ya masaa 72 au kamati ya masaa 47 au kamati ya wiki 16. Haweleweki hao. Haweleweki. Kamati ya masaa 72 inatoa maamuzi ndani baada ya siku 17. Kamati gani? Haya, toa maamuzi basi yaeleweke, tuone mlitumia muda mrefu kutoa maamuzi yenye akili. Haya, maamuzi gani yale yanatolewa? Yaani Selemani Mwalimu mechi 3, Baka mechi 5. So mechi 5, huyu Selemani Mwalimu mechi 3. Yaani Selemani Mwalimu anapewa adhabu sawa sawa na yule aliyejidondosha. Wale msema kajidondosha ni nani? Abdi Banda. Haya, kwanza tangu lini nyinyi mmeshuhudia wapi mtu anayepoteza muda anapewa adhabu? Yaani mtu anapoteza muda anapewa adhabu. Mmeshuhudia wapi? Mpira wa wapi? Ndio maana Yanga Afrika tunakemea tabia hizi. Tunataka turekebishe huu mpira. Makosa haya yataendelea mpaka lini? Ulaya huko wameleta hadi assistant video referee kwa sababu ya kufanya, wanajua kabisa kuna matendo ambayo sio ya nini? Ya nini? Yaani ni ile hali ya kibinadamu. Sio, umeelewa? Kwa hawezi kung'amua kila kitu. Lakini watu wenu leo hii unaenda kumfungia mtu mechi 6. Kisa amechezesha mechi moja. Waamuzi ambao wanarudia kila siku kucheza na wanachezesha ovyo, hamuwafungii. Hasa lengo lenu wale waamuzi ambao mmewachezesha mara moja na mmewafungia, hamlikuwa hamwataki katika ligi yenu au vipi? Hatuelewi. Baraka, taarifa inatoka kitofauti. Goli la Simba limethibitishwa na TFF na bodi ya ligi. Selemani Mwalimu mchezaji ambaye anaongoza kufunga anaongoza kuzidi offside kuliko kufunga, lakini pia ni mchezaji ambaye magoli yake yanaruhusiwa kwenye makaratasi ya bodi ya ligi na TFF. Yaani goli lake alisomeki kwenye ubao wa KMC kama Dube. Nani Depu? Chuma 3 unaziona pale Depu. Yeye magoli yake kwenye makaratasi ya bodi ya ligi na TFF. Yaani ni aibu kiasi gani? Unazihilisha goli kwenye makaratasi. Yaani maana yake ni kwamba umekubali kwamba wewe huna waamuzi, wewe unawatrain waamuzi ufai, nyinyi wenye mlewapitisha waamuzi wa kuchezesha mchezo husika hampasi kufanya kazi hiyo. Hiyo ni aibu, wamejitia wenyewe. Lakini kwa engo hiyo wametoa taarifa kwamba hata offside ya Dube ilikuwa offside ya Lala. Ndio mtu mfungie mechi ngapi kafungiwa yule offside? Miezi mitatu. Yaani kisa goli la offside. Kuna goli lilifungwa la offside la wenzetu. Yule mwamuzi kafanywa nini? Glory Tesha kafanywa nini? Magoli mawili offside, yale yote kakataa ile offside. Kila sana polisi offside tu. Mbona hajafanya chochote au kisa binti? Baraka, kwenye taarifa hiyo klabu ambazo zimezulumiwa ama zimeonewa, mnanufaika vipi? Sisi klabu ambazo zimedhulumiwa, ikiwa wewe goli ambalo walikuwa wanaenda kufunga Dube ilitoa offside na Simba goli ambalo walifunga pia walisema offside, ninyi kama klabu mnanufaika vipi? Sisi hatunufaiki na chochote hapa kwa sababu ananufaika ni nani? Wananufaika hawa ambao wana favor na maamuzi yao ya bodi ya ligi na TFF na kamati ya masaa 72. Chunguza, nakwambia chunguza. Ndugu wanahabari, chunguzeni kwa umakini. Maamuzi yote yaliyotolewa yametolewa kwa double standard. Kama unajaribu kufuatilia ile mechi ambayo Simba amependelewa au mwamuzi ameipendelea Simba, wewe jaribu kufuatilia, waamuzi wale hawajatolewa maamuzi makali. Lakini zile mechi ambazo wanaamini Yanga Afrika imependelewa, basi wamekuwa wakali kweli kweli. Sasa sisi tunataka tuwaulize, mnataka kutupokonya ubingwa kinguvu? Wanataka kutupokonya ubingwa kinguvu? Yanga Afrika haiwezi kupokonyeshwa ubingwa kinguvu. Na kama mkijaribu kufanya hivyo, hatuchezi ng'oo inakuja. Na mmeandika barua kupinga maamuzi ambayo yalifanyika kuhoji. Si unajuaga tunavyoanzaga na tuchezi, tunaanzaga na barua. Tunaanza na barua kwanza, tunakuandaa. Msemaji akisema kwamba wapo tayari kubadilisha kuhama hata ligi yenyewe. Tunataka kuwasikiliza watajibu nini. Wao wanajibugi kwa kurupuka na miemko. Tunataka tuone safari watajibuje zile barua zetu. Maana hao wale viongozi wetu wanakosaga yani utaratibu au lugha nzuri ya kuongea na vilabu vyao. Sijui umeelewa. Sasa tunawasubiri wajibu vipi. Wakitujibu ovyo tu wanatukuta pale Karume, tunaanza baba tucheze ng'ona hii na kuwa pati tu hatari. Shukrani sana. Asante.